الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نعم, tunaendeleza adabu ambazo kwamba mwenye kufunga anafaa kushikamana navyo. Miongoni mwayo ni aljud wa mudarasatul Qur'an, ni kule kutoa kwa wingi na kujifunza Qur'ani na kuisoma na kuifahamu na kuifanyia tadabbur, mazingatio katika haya ambayo kwamba unayasoma. Kwa sababu gani? Mtu akizingatia Qur'ani akawa na mwenye kuifuatilia kwa undani, itakuwa ni sababu yeye kuweza kupata uongofu. Kwa sababu katika Qur'an ndio Allah Azza wa Jalla aliposema inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Hakika katika hii Qur'ani, bimaana hiyo Qur'ani ndio inaongoza katika njia ambayo kwamba imenyoka. Mtu akitaka uongofu ya usahihi, basi awe ni mwenye kusoma Qur'ani kwa mazingatio. Na hii ndio mozi ambayo kwamba mtu anafaa kuifanyia bidii kisomo cha Qur'ani, kisha baada Ramadhani aweze kusalia katika hali ya kusoma Qur'ani. Soma bitadabbur. Kwa hivyo tabia ambayo kama mtu anafaa kushikamana nayo na adabu ni awe mwenye kutoa. Watu wajitahidi kadri ya uwezo kidogo chako ambacho kwamba Allah Azza wa Jalla amekujalia. Kama unaweza kumsaidia mwenzako, basi toa. Kama haulaumiwi, wewe utapokea. Lakini kama unayo zaidi, basi mgawie na mwenzako, kwa sababu Rasul alayhi salatu wasalam kana ajwada an-nas bil khair. Rasul alayhi salatu wasalam alikuwa ni mwenye kutoa zaidi, alikuwa ni mwenye kufanya khairi nyingi zaidi, na yeye ni uswa hasana kwetu sisi, yani kiigizo chema kwetu sisi. Ukitaka kumfuata Rasul alayhi salatu wasalam, basi toa. Imekuja katika hadithi, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Na katika mwezi wa Ramadhani alayhi salatu wasalam alikuwa ni mwenye kutoa zaidi. Ndio utakuta katika waja wa Allah Azza wa Jalla ambao kwamba amewapatia iman na amewapatia riziki japo kidogo, wengine zaidi. Wale ambao kwamba walipewa zaidi huwa wanatoa zaidi, na wale ambao kwamba walipewa chache utapata wanatoa kadri ya uwezo wao. Kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Katika mwezi wa Ramadhani ndio Rasul alayhi salatu wasalam alikuwa ni mwenye kutoa sana. Allah akikuruzuku akakuchagua miongoni mmoja wake akakupatia riziki, basi ikifikia Ramadhani jitahidi kuzidisha kutoa, kwa sababu Rasul alayhi salatu wasalam alikuwa ni mwenye kutoa zaidi. Na vile vile katika mwezi wa Ramadhani alayhi salatu wasalam alikuwa akijiwa na Jibril alayhi salam, kisha akimfunza Qur'ani, wakawa ni kumaliza Qur'ani mara moja kwa kila Ramadhani. Alikuwa anamaliza Qur'ani mara moja, tena bitadabbur, akiwa ni mwenye kuzingatia maana yake na kujitahidi kuweza kuifahamu zaidi na kuweza kuifuatilia. Sisi ni ahwat wa ahwaj, tuko na haja zaidi katika kufahamu Qur'ani na kuisoma. Mwisho Rasul kabla hajafa alimaliza mara 2 na Jibril alayhi salam. Sisi tujitahidi tusome Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, japo kwa kufahamu hata uchache wa Qur'ani itakuwa ni sababu ya kutusaidia katika siku za mbele kule baada Ramadhan. Kwa hivyo Rasul sifa yake ilikuwa ni ajwadun nas, alikuwa ni mwenye kutoa sana na mwenye kusoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu inasaidia watu, na mtu yote mwenye kufungamana nafsi yake na Qur'ani Allah Azza wa Jalla humbariki. Yeyote ambaye kwamba atafungamanisha maisha yake na Qur'ani, huyo bila shaka Allah Azza wa Jalla atambariki. Naomba Allah Azza wa Jalla tujalie miongoni mwao na tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.